Basi karibu tena katika kipindi kingine ambayo inahusika na uchumi wa kibiblia. Na leo tutaangalia kidogo dhana za Mungu. Yaani mpango ambayo au sheria ambayo Mungu ameweka ya kuweza kutusaidia katika kufahamu jinsi anavyofikiria na mambo ya uchumi wetu. Kwa hiyo katika Biblia tunasoma juu ya mipango ambayo Mungu ameweka. Na ni kama sheria ambayo tukizifuata kuna matokeo. Mungu ameziweka kwa ajili yetu. Kusudi lake ni kuwa mwongozo wa maisha yetu na fundisho kwetu juu ya matokeo ya matendo mbalimbali. Unaona? Kwa hiyo kuna kama vile, kuna vitu vimewekwa ndani ya uumbaji, kama sheria ya kiuumbaji ambayo Mungu ameweka. Na ukifanya kitu fulani matokeo yake unayaona. Na ni kama vile, na hiyo sio kitu ambayo tunaiona katika Ukristo tu. Hiyo nafikiri hata watu wengine wameweza kugundua kwamba kuna aina fulani labda hawataitafsiri au hawataielezea kama sisi tunavyofanya, lakini bado inatumika. Katika maandiko tunasoma na tutasoma katika Isaya sura ya 1 na mstari wa 19, inasema hivi: kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kuna maandiko mengi katika Agano la Kale ambayo tunaweza tukaitumia kama dokezo ya fundisho au fundisho, ingawa haituhusu moja kwa moja. Sababu sisi tuko katika Agano Jipya, lakini bado hayo maneno tunajua kwamba yanaweza katufaa, yanaweza katuongoza pia. Na ndio maana tutakuwa tunasoma pia maneno ya Agano la Kale katika somo hii. Kuna sehemu ndefu ambayo nitaisoma sasa hivi, ni kutoka Kumbukumbu sura ya 28 na mstari wa 1 hadi 14, inasema hivi: itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote nikuagizavyo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote duniani. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani, utabarikiwa uzao ya tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo. Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako, na mambo yote utakayotia mkono wako, naye atakubarikia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake, kama alivyokuapia, utakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako na kutembea katika njia zake. Na mataifa yote ya duniani watakuona umeitwa kwa jina la Bwana na watakuwa na hofu kwako. Bwana atakufanya uwe na wingi wa heri katika uzao wa tumbo lako na uzao wa wanyama wako wa mifugo na uzao wako wa nchi yako, katika nchi Bwana aliyowaapia baba zako kwamba atakupa. Atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kwa kubariki kazi yote ya mikono yako, nawe utakopesha mataifa mengi, wala utakopa wewe. Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, nawe utakuwa juu tu wala huwi chini. Utakapoyasikia maagizo ya Bwana Mungu wako ni kuagizayo hivi leo, kuyaangalia na kuyafanya. Msipokengeuka katika maneno ni waamuruyu leo kwa lolote kwenda
mkono wa kuume wala wa kushoto kwa kuifuata miungu mingine na kuitumikia. Hayo ni maneno ambayo yanatuambia kwamba Mungu anatoa ahadi, ingawa hiyo ahadi inaambatanishwa na masharti. Na hii ni kwa wana wa Israeli. Kumbuka hiyo ni wana wa Israeli wanaambiwa hivyo wakati wanaingia agano na Mungu, kwamba yeye atawabariki kama wao wanafuata yale maagizo. Mungu anasema tusikie sauti yake na tutende kufuatana na maagizo yake. Hiyo bado ni kweli. Hiyo ni bado ushauri na ni mwongozo ambayo tunaopata. Hata katika andiko la Agano la Kale inatuhusu kwa njia hiyo. Ingawa jinsi anavyoelezea pale moja kwa moja anawaelezea wana wa Israeli. Lakini ukisoma hiyo sehemu, na ninakushauri uende mwenyewe pia nyumbani, kaisome vizuri, utaona kwamba ni kama vile ina cover kila eneo ya maisha yetu. Ni kazi zetu, nyumba yetu, kila kitu inahusika katika baraka ambayo Mungu anataka kutupatia wakati tunamfuata kwa hali na mali. Mara kwa mara sisi tunapenda kuchagua maagizo ndani ya Biblia. Baada ya kuchagua tunazisahihisha kidogo, tunazifanya zifae katika muda na mazingira yetu, halafu tunazitumia kwa moyo uliochangamka nusu. Yaani ni kama vile tunachukua maagizo fulani katika Biblia, maneno fulani katika Biblia, tunayabadilisha kidogo, halafu tunafuata hivyo lakini sio sana, sio kwa moyo wote, sio kwa kuamini kwamba kweli matokeo ya yale ambayo tunafanya yako sahihi. Tatizo ya kufanya hivi ni kwamba agizo sasa au ahadi tumeshaondoa kwa sababu tumefanya neno la Mungu tumebadilisha kwa neno yetu. Kwa hiyo sio neno la Mungu tena kwa sababu tumebadilisha. Na hatuwezi tukadai kwamba Mungu atatimiza ahadi wakati sisi tumeshaharibu masharti ambayo aliyaweka. Na kuna wakati tunadai, Mungu umesema katika neno lako, utanipa hili, utanipa baraka hii na baraka hii. Tunaweza tukasoma Kumbukumbu 28, 1-14, halafu tukadai hizo baraka zote. Wakati sisi wenyewe hatuishi kufuatana na neno la Mungu. Na wakati hatuishi, Mungu ni wa neema na anatubariki hata wakati tunashindwa kuishi kufuatana na maagizo yake yote. Hiyo ninakubali na hiyo ni kweli kabisa. Mungu neema yake inazidi akili yangu mara elfu. Lakini hatuwezi tukadai kitu wakati sisi wenyewe hatutimizi masharti ambayo Mungu ameweka juu yetu. Ukiendelea kusoma katika Kumbukumbu 28, hiyo mimi sitaisoma kwa sababu nisema ni ndefu sana, lakini soma Kumbukumbu 28 kuanzia mstari 15, mimi nilimalizia 14, kwa hiyo endelea 15 hadi 68. Naomba kweli upause video halafu uende ukaisome hiyo. Halafu urudi kwenye somo. Inasema hivi, utalaaniwa kila sehemu ya maisha yako. Mimi ninatoa point tu katika hiyo sehemu. Magonjwa yatakupata. Kazi zako zitakuwa bure, hazitaleta faida. Na kama nilivyosema, ndiyo, hiyo imo katika mkataba wa wana wa Israeli na Mungu, kwa hiyo hasa inawahusu wao. Lakini at least unaweza kusema kwamba wakati wewe hata hujaribu kuishi kufuatana na maneno ya Mungu, usitegemee kwamba yeye ana masharti ya kutimiza ahadi zake kwako. Mkataba ni mkataba. Mkataba ina watu wawili. Na mkataba wa Mungu na wewe ni mkataba wa Mungu na wewe. Kwa hiyo yeye anatoa ahadi na wewe unafuata maagizo ambayo anaweka katika masharti.
Sisi hatuweki mkataba na Mungu kwa kusema kwamba sisi tunatunga mkataba. Yeye anatupa mkataba, anatunga mkataba. Sisi wenyewe ni wapokeaji wa mkataba na tunaweza kuchagua kuifuata au kutokuifuata. Unaona? Lakini sisi hatumwambii Mungu tufanye vipi. Unaona? Yeye ndio anaamua. Kwa hiyo ukisoma hiyo sehemu ya Kumbukumbu 28 kuanzia mstari wa 15 unakuta kwamba iko kazi. Iko kazi. Kwa hiyo hatuwezi tukabadilisha neno lake ili tufae kufuatana na jinsi sisi tunavyojisikia. Tunapotaka matokeo ya neno, tunafuata neno ilivyo. Hiyo ndivyo ilivyo. Yeye ni Mungu, yeye ameamua. Kazi yetu ni kujaribu kujifunza, kujaribu kufuata kwa moyo. Ndio tunashindwa na Mungu. Uzuri wa Mungu ni kwamba anaona moyo wetu. Anaona jinsi tulivyo kwa undani na mara nyingi anatupima kwa hiyo. Hatupimi katika kule kushindwa kwetu. Anatupima kwa moyo tulio nayo. Na hiyo ni muhimu kukumbuka. Mimi ninashindwa katika maisha yangu kuwa mfuasi mzuri. Mara nyingi tu ninaanguka na ninakosea. Hiyo ni kawaida. Lakini hiyo sio sababu ya kuondolewa kila baraka ndani ya maisha yangu. Kwa sababu anajua nia yangu ni kumfuata. Unaona? Kwa hiyo tunahitaji kufahamu na kujifunza maneno yake au maagizo yake kwetu. Hiyo ni muhimu sana. Alafu tunahitaji kujifunza kujaribu kuishi na hiyo elimu na kufuata hiyo elimu tunayoipata katika maneno yake. Hiyo ni muhimu. Tunapoamua kujifunza, kusomea neno lake na maagizo yake na kujaribu kufuata bila kubadilisha. Tunajaribu kuishi kufuatana na neno lake. Kuna mambo yanayoanza kutokea ndani ya maisha yetu. Yanaleta mabadiliko kwetu. Na mara nyingi hayo mabadiliko yanafanyika ndani yetu. Na mabadiliko yanayofanyika ndani yetu yanaleta mabadiliko katika maisha yetu. Ufuasi ni kukubali kufuata hekima za Mungu. Kukubali kwamba Biblia inaposema kitu ni matokeo ya mawazo ya Mungu kwetu. Mungu amemfanya mtu katika historia aandike maneno ambaye amesukumiwa na Mungu kuandika kwa ajili yetu, kwa ajili ya msaada ya wanadamu. Na kuamini kwamba ni hivyo na kujaribu kufuata hayo maandiko, hiyo ni kitu ambayo tunapoifanya inatuletea faida. Lakini ni kitu ambayo lazima uamini na ukubali kwamba ni hekima ya Mungu na mimi ninahitaji kufuata. Kwa hiyo ni aina fulani ya kunyenyekea chini ya mapenzi ya Mungu na kuamini. Sheria moja ya muhimu iliyowekwa na Mungu ni sheria ya kupanda na kuvuna. Nadhani kila mtu, bila shaka wewe umewahi kupanda mbegu fulani na umeweza kuona kitu kinaota. Wengine ni wakulima, hao ndio kawaida kwao. Wengine sisi labda tunapanda kitu kwa sababu tunajisikia tu kufanya. Mimi mara nyingi napenda kupanda pilipili, napenda pilipili. Kwa hiyo ninaotesha na halafu ninavuna pilipili. Na kama umeona hiyo, umeona kwamba unapanda mbegu moja, lakini matokeo ni zaidi ya hapo. Kwa hiyo, si kwamba unapanda mbegu moja na unapata saizi hiyo hiyo uliopanda, hapana, inaongezeka na inakuwa nyingi sana. Wakati mwingine ni jani tu, kama vile mimea kawaida, wakati ni mti mzima inatokea. Tunapanda kitu kidogo lakini tunavuna kilicho zaidi sana. Katika Wakorintho wa pili, sura ya 9 na mstari wa 16, mstari wa 6 hadi 14 tunaweza kusoma. Paulo anasema hivi: lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba,
Apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa kulazimu, si kwa lazima. Maana Mungu mpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Kama ilivyoandikwa, ametapanya, amewapa maskini, haki yake yakaa milele. Na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha, naye atayaongeza mazao ya haki yenu. Mkitajirishwa katika vitu vyote, mpate kuwa na ukarimu wote, mpatiayo Mungu shukrani kwa kazi yetu. Maana utumishi wa huduma hii hauwatimizi watakatifu riziki walizopungukiwa tu, bali huzidi sana kuwa na faida kwa shukrani nyingi apewazo Mungu. Kwa kuwa mkijaribu kwa utumishi huo, wanamtukuza Mungu kwa ajili ya utii wenu katika kuikiri injili ya Kristo, na kwa ajili ya ukarimu wenu mliowashirikisha wao na watu wote. Nao wenyewe wakiomba dua kwa ajili yenu, wawaonea shauku kwa sababu ya neema ya Mungu iliyozidi sana ndani yenu. Naposoma Kiswahili sehemu ndefu ni kama vile maneno yanaanza kuwa ngumu. Yaani ni hivi, unapojaribu kuongea lugha ambayo si ya kwako, sio ya asili yako. Ndiyo, kuna Kiswahili ambayo kwangu kuna maneno ambayo yananipa shida kidogo. Na bila shaka umeona Kiswahili changu sio kizuri sana. Luka nayo anatuambia katika 6:38 anasema hivi: wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu. Kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Kwa hiyo inasema kwamba unapokuwa mkarimu, unapokuwa mtoaji, ni kama vile watu pia baraka zitatoka kwa namna unavyotoa. Kwa hiyo ukitoa kwa ubahili au kwa kubanishia, pia baraka zitakuwa hivyo hivyo. Hiyo ni neno la Mungu. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba tunavuna kulingana na jinsi tulivyopanda. Tukipanda katika ubahili, tunavuna kidogo. Tukipanda katika tele, tunavuna kwa wingi. Na hiyo kama wewe umewahi kulima shamba au bustani, pia unajua. Hivyo ndivyo ni sheria ya upandaji. Na hiyo tunaiona hata katika jamii, watu wanatumia hiyo. Katika sehemu ya Wakorinto wa pili, kinachoongewa si mahindi au pilipili, ni fedha. Unaona? Kwa hiyo hapo Paulo katika Wakorinto wa pili anaongea juu ya kutoa mali yako, fedha yako, vitu ulivyo navyo, alafu utapata baraka. Mara nyingi tunatumia mfano wa kupanda na kuvuna katika matendo mema au mabaya kadhalika. Ukipanda mema, utavuna mema, ukipanda mabaya, utavuna mabaya. Lakini sheria hii inatumika katika kila eneo ya maisha, kila aina ya upandaji. Kama ni katika kutoa sadaka, kama ni katika kutoa mali yako, kama ni katika kuwa mkarimu na kuwapa watu labda chakula, kuwakaribisha nyumbani, labda kama ni kumvika mtu nguo, labda kama ni kitu kingine, kumpa mtu ajira ambaye anahitaji kama wewe una uwezo huu. Haya yote unavyopanda pia unavuna. Sheria nyingine ni sheria ya kikumi. Na tutaiongelea zaidi huko mbele ya safari, lakini nataka nitaje kidogo juu ya kikumi hapa. Kikumi ina kusudi maalum ya kukupatia baraka na pia kubeba sehemu kubwa ya kazi ya Mungu. Katika Malaki sura ya 3 na mstari wa 10 tunasoma hivi: leteni zaka kamili ghalani, ili kiwepo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la.
Mungu anasema, hasemi kwamba ninahitaji kikumi chako kwa sababu mimi ni maskini au kwa sababu nisipoipata Mungu atakufa na njaa. Sio kitu kama hiyo. Yeye anatoa changamoto, anasema toa halafu utaona kama mimi sitakubariki. Tukisoma Malaki tunafahamu kwamba wana wa Israeli walikuwa na matatizo. Matatizo yao ilikuwa na msingi wake katika kutokupenda kufuata maagizo ya Mungu. Wana wa Israeli wakati walikuwa wanajivunia urithi wao kama watu waliochaguliwa na Mungu, walisahau kwamba urithi wao ulikuwa ni wa masharti. Na hawakuchaguliwa kwa sababu wao walikuwa maarufu kuliko wengine. Ukisoma katika Biblia, Mungu anasema niliwachagua kwa sababu ninyi mlikuwa sio kitu, nikawafanya kuwa kitu. Kwa hiyo ni hivyo. Mungu anawaambia kwamba wanamwibia kwa sababu wameacha kumtolea kikumi na sadaka. Anasema mnamwibia. Hiyo ni kali sana. Katika sura ya 3 na mstari wa 8 na 9 anawauliza kama ni sawa binadamu kumwimbia Mungu. Kumwibia Mungu. Na inaonekana kwamba wanashindwa kufahamu ni nini waliomwibia. Hapo anasema kwamba ni kikumi na sadaka. Wao wanadhani wako sawa. Wao wanadhani wako poa kabisa katika sababu wanafuata zile taratibu za hekaluni, wanafanya hiki, desturi mbalimbali. Lakini inaonekana hawatekelezi yale ambayo Mungu alisema kwamba ukifanya hii baraka utaipata. Unaona? Anasema ndiyo mnalima mashamba, lakini hampati kufuatana na jinsi mnavyolima. Kuna upungufu kwa sababu hamkubali kufuata changamoto niliyowapa. Kama nilivyosema, bado hiyo ni katika Agano la Kale, kwa hiyo ni sheria ya wana wa Israeli kutoa hiyo 10, Mungu aliiweka kwao. Katika Agano Jipya, sheria ni tofauti. Hapo inakuwa ni kama agizo au ahadi ambayo ni changamoto, sio sheria kwamba usipotoa Mungu yani unaishia jehanamu. Sio hivyo hata kidogo. Isipokuwa ni changamoto ambayo Mungu anasema ukifanya utaona baraka yangu. Lakini tutakuja kuiangalia zaidi huko mbele. Mungu katika Malaki anasema laana inawapata kwa sababu ya uwizi wao. Lakini hata hivyo wanaendelea, wanaona mambo hayaendi vizuri, lakini hata hivyo wanaendelea tu. Ni rahisi sana kuamua au kujaribia kutokutoa kikumi wakati mapato ni kidogo. Unasema kwamba mwezi huo mgumu, budget ni kali. Kwa hiyo mwezi huo sitaweza kumtolea Mungu. Lakini kufuatana na ahadi ya Mungu, ukiangalia si ni muhimu zaidi wakati wa uhaba kutoa kusudi Mungu apate njia ya kukubariki. Kwa sababu Mungu anafuata zile sheria zake. Nakumbuka nilisomesha darasa safari moja na mwanafunzi mmoja alisema, lakini Bwana kama ninayo shilingi 10 tu na hazitoshi hata kwa kula. Na mimi nikamjibu nikasema ndiyo, lakini unafikiriaje? Unazo 10, unampa Mungu 1, unafikiri hiyo 1 anaweza kaibariki kuliko wewe ukibaki nayo? Ni kitu cha imani. Ni kitu cha imani. Na kama huamini uwezo wa Mungu kubariki mali yako, ni vigumu sana kutoa. Kama huamini ahadi za Mungu katika Biblia, ni vigumu sana kutoa. Acha unapohamasishwa na wahubiri wengine wanaokuambia kwamba utaenda jehanamu. Huu ni upuuzi. Lakini Mungu anakupa ahadi kwamba anataka kukubariki na amekupa njia. Unaona? Kwa hiyo wakati mambo ni magumu, tunahakikisha kweli tunatoa. Kwa sababu hiyo ni njia moja ya kufungua dirisha ya mbinguni. Unapoacha kutoa, unajinyima hiyo baraka. Unaona? Ndiyo, kama ninavyosema, Mungu ni mwema na anatubariki hata wakati sisi hatufuati, tunapata uhai, tunapata kula mambo mengi. Lakini unapotoa
anapata njia na anatoa hata zaidi. Kwa hiyo licha ya kupata baraka tunapotoa, lakini pia 10 tunajua inaingia katika kazi ya Mungu na inaweza kubeba kazi ya Mungu. Kwa hiyo ina sehemu mbili, na hiyo inahusu sadaka hata nje ya 10 unapotoa pia inasaidia na inabeba kazi ya Mungu. Kwa hiyo ni muhimu sana sisi Wakristo kujifunza na kuwa na moyo wa kutoa. Na kazi ya Mungu unajua ni mambo mengi. Ni mshahara ya wote wanaofanya kazi au wameajiriwa katika kanisa, lakini pia unahitaji vitu vya muziki, unahitaji kitu hiki, unahitaji labda kulipa umeme pale kwenye hekalu. Kuna mambo mengi ambayo yanahitajika. Kwa hiyo tuseme system ya kanisa inajenga juu ya kwamba watu wanatoa. Kwa hiyo ni muhimu kuwa mtu ambaye unachangia katika hiyo. Wakorintho wa kwanza sura ya 9 na mstari wa 13 na 14 inasema hivi: hamjui ya kuwa wale wazifanyao kazi za hekaluni hula katika vitu vya madhabahu, na Bwana vivyo hivyo ameamuru kwamba wale wahubirio injili wapate riziki kwa hiyo injili. Ni kwamba wanaofanya kazi ya Mungu wana haki ya kuweza kuishi kwa kufanya hiyo kazi. Hiyo ni changamoto. Biblia inatuhamasisha tumsifu Mungu kwa kila tulicho nacho. Wakati kila tulicho nacho kinatumika kwa sifa za Bwana, tunabarikiwa naye. Na hiyo pia ni mali yetu, ni elimu yetu. Tuseme mambo yote tulio nayo, tunaweza tukaitumia kwa kumsifu Mungu. Kusudi la Mungu na mali zetu ni tubarikiwe. Tunapewa na Mungu, hiyo tayari ni baraka. Tunapewa kusudi tuweze kutoa kwake kusudi tupate baraka zaidi. Unaona? Kwa hiyo ni jambo kubwa lingine ambayo tusisahau. Katika kubarikiwa ni kuridhika katika hali tuliyo nayo. Haina maana ya kwamba tuache kutafuta maisha mazuri, hapana. Lakini tusiwinde utajiri, tusiwinde umaskini. Tunafanya kazi, tunajaribu kuwa na maisha mazuri. Hiyo hata ukikaa katika uzuri, yani wingi wa labda mali na nini na nini, una taabu, hata ufikirii hata kula chakula, unajua kwamba utaipata fedha siku za kutosha. Au kama unahisi kwamba kuna upungufu, bado unaweza kukaa katika kuridhika. Kama nilivyosema, mimi sasa hivi sina ajira, lakini bado ninajisikia, ninafurahi. Mungu yuko ndani yangu, ninaishi pamoja naye, anaendelea kunibariki. Kikubwa ni kuweza kuridhika katika hali zote. Huo ni utajiri hasa na baraka kuu. Wakati unapatwa na shida, bado unaweza kuridhika, si kwamba unaanza kulia, unaomboleza, na hiyo inatokana pia, tuseme kule kuweza kuwa na amani na kuridhika, inatokana pia na imani ulionayo, ufahamu ulionayo juu ya Mungu. Ndio maana ni vizuri sana kujiendeleza katika kufahamu na kuelewa Mungu ana kusudi gani, ana mipango gani, ana sheria gani, ana dhana gani ambayo ameweka kwetu. Kwa hiyo Mungu ni tajiri kupita ufahamu wetu, na anapenda tuwe na hali nzuri ya kimaisha. Biblia inaonyesha na inasema kwamba anapenda hata kututajirisha. Kwa hiyo kipimo cha utajiri, mimi huwa ninasema ni kwamba wakati umemaliza mwezi au kiwango ambayo unahitaji kuimaliza kabla fedha zinaingia tena, na umebakia na kidogo, hata kama ni kununua mfuko mmoja mdogo wa karanga, wewe ni tajiri tayari. Kwa sababu umeweza kuishi, umetosheka, na bado kuna kidogo. Na kale kamfuko ka karanga unaweza ukakanunua, alafu ukagawiana na jamaa moja. Unaona? Hiyo ni kuwa tajiri. Sijui kama tutakubaliana hapa, lakini hiyo ni kipimo changu ninaposema kwamba
tuko tajiri, ni kwamba tunaweza kuishi. Kwa hiyo kuna watu ambayo wanapenda kuona kwamba wamebarikiwa na Mungu kwa kujivika dhahabu na nguo za pesa nyingi sana, labda magari mpaka sijui wanachoka, na wanafanya hivyo kusudi ionekane kwamba wao ni watakatifu na wamepewa baraka za Mungu. Hao watu Mungu wao ni utajiri wao, sio Mungu wa mbinguni, kwa sababu lengo lao limekuwa ni utajiri. Kuna watu wanayo vitu vingi sana na wanaitumia kikawaida tu, lakini hawazitumii kwa kuonyesha ule utajiri. Unaona, mtu anaweza akajivika dhahabu, lakini hafanyi hivyo kwa sababu anataka kuonyesha ule utajiri. Kama tunavyoona katika Biblia, kila tunachopewa tumepewa kusudi tulitumie vizuri, maana yake kwa njia inayompendeza Mungu. Dhamiri mara nyingi inaweza kutuongoza. Tukikaa karibu na Mungu, dhamiri yetu mara nyingi inaongea na sisi. Tuseme unataka kununua shati mpya au unataka kununua nguo mpya. Unainunua kwa sababu unahitaji au unainunua kwa sababu unataka kuonyesha watu kwamba umenunua shati mpya. Inawezekana ikawa simple kama hivyo. Na kama ni kwa kujionyesha tu, labda usingenunua hiyo shati, labda ungetoa hizo fedha kwa mtu ambaye anahitaji shati kuliko wewe. Sijui. Dhamiri nasema inatuongoza. Hapa sisemi kama sheria, lakini tunahitaji kukaa na kufikiria, je, nifanye hivi au nifanye hivyo na ule uwezo wangu. Kuna wakati utajiri unasaidia. Angalia sehemu hii ya Mhubiri. Ni Mhubiri sura ya 9 na mstari wa 16 inasema hivi. Ndipo niliposema, bora hekima kuliko nguvu, walakini hekima ya maskini hudharauliwa, wala maneno yake hayasikilizwi. Mimi naamini kwamba, na nimeiona hiyo mara nyingi, mtu maarufu, mtu tajiri, mtu mkubwa tunaoita, mkuu tunapenda kusema, anasikilizwa. Mtu mwenye hekima, kama hana chochote kile, watu watamdharau kwa sababu wanamuona ni maskini, hata kama anayo hekima. Hiyo ipo hata ndani ya makanisa. Kwa hiyo utajiri pamoja na hekima ni nguvu ambayo inaweza ikajenga hata kazi ya Mungu. Ingawa tunahitaji pia kusikiliza maskini mwenye hekima, lakini kwa wanadamu. Kwa hiyo hapo ni faida moja ya kuwa na matajiri katika makanisa yetu. Na inawezekana ukasema, lakini isingekuwa hivyo. Watu wote wako sawa, tunaamini wako sawa, hakuna tofauti ya tajiri, hakuna tofauti ya tajiri na maskini, mwanaume, mwanamke, haya mambo yote, Biblia inasema ndio, lakini sisi ni wanadamu. Na nimeona mwenyewe. Wakati anaingia mtu maarufu, tunampatia kiti kizuri kanisani, na tunamsalimu, saa nyingine anatajwa hata, nasema tunamkaribisha fulani na fulani, ni kwa sababu yeye ni tajiri, ni mtu maarufu, ni mtu mkubwa. Wakati mwingine anaingia mtu ambayo hatumuoni wa maana sana, ataingia, atatoka, labda hata hawatamsalimu. Kwa hiyo, hapa ni kitu ambayo tunahitaji kujifunza, lakini hiyo ni ukweli ambaye umo. Kwa hiyo tajiri atasikika, atasikilizwa. Kwa hiyo ni pointi. Na labda wewe umekuwa na kitu ambayo unaona kwamba nilikuwa na wazo na nilileta, lakini hakuna aliyenisikiliza, labda kwa sababu wewe labda ni kijana au wewe sio mtu maarufu. Hapo unajua ninaongelea nini. Labda umekuwa na maono, lakini kwa vile hakuwa na fedha ya kuondesha maono, hakuna aliyekusikiliza. Unaona? Unaweza ukawa na project, unaweza ukawa na maono, lakini huna nguvu ya kuitekeleza. Unategemea kwamba watu watapenda na watakusaidia na watachangia, lakini kwa vile wewe huna, ambapo ungesema ninayo hiyo project na ninaweza nikawaajiri watu 10, ndugu yangu unapata watu. Unaona tofauti hapo ilivyo. Kwa hiyo tajiri anasikilizwa. Kuna kitu kingine, kuna wakristo ambayo wanaona utajiri kama hatari. Inategemeana na muktadha wenyewe. Lakini mimi nakumbuka katika makanisa ambayo mimi nilikulia,
kulikuwepo kama vile mtu ambaye ni tajiri alitiliwa mashaka kidogo kwa sababu hivi amepata hizo fedha kwa njia gani? Utakatifu ulikuwa kama vile ukiwa maskini unakuwa mtakatifu zaidi. Ambapo leo katika siku zetu ni kama tofauti imepindukia kwamba mtu mwenye utajiri watasema huyu ni mtakatifu maana amebarikiwa na Mungu. Anyway, vyote hayo hayana maana kwa sababu utakatifu haitegemei utajiri au maskini. Kuna hiyo wazo ya kwamba watajiri wanawinda utajiri kwa ajili ya utajiri tu. Na mara nyingi wamaskini wanakuwa wakiwaangalia kwa macho ambayo ya tuseme ni kama ni wivu fulani lakini pia ni kama dharau fulani. Wanajiona kwamba mimi namtafuta Mungu, sitafuti utajiri kwa mimi ni mtakatifu zaidi. Ni aina fulani ya upuuzi kwa sababu kuna matajiri wengi ambayo ni watu wa Mungu, wanabeba kazi ya Mungu, wanafanya kazi ya Mungu, wanajitoa kwa kazi ya Mungu, wanasaidia project mbalimbali, wanafanya, lakini ni kama vile ule utajiri wao unazidi kuongezeka tu. Kwa hiyo huwezi ukasema tajiri ni mtakatifu zaidi au sio mtakatifu, na pia maskini vile vile huwezi ukasema kwamba sio mtakatifu au ni mtakatifu zaidi. Hiyo haihusiki katika utakatifu. Watu wanaojali sana kukaa karibu na Mungu wanatumia mali na uweza wao kwa kujenga kazi ya Mungu na kwa kufaidisha utawala wa Mungu. Na hiyo ni utakatifu. Hapo unaona utakatifu wa mtu kama kweli anajali yale ambayo kazi ya Mungu yanahitaji. Halafu mimi mwenyewe hata kwa experience yangu, wakati fedha ni kidogo, unawaza fedha sana. Unaamka, unafikiria nitakula nini? Unaamka, unasema, oh, nitapata kazi wapi? Nitapata fedha wapi ninunue chakula? Tajiri hahitaji hata kufikiria. Wakati nina ajira ambayo ninajua kila mwezi inaingia, mimi sifikirii fedha, najua zinaingia, si ndio? Kwa hiyo utakuta maskini saa nyingine anaabudu fedha kuliko tajiri. Fikiria hiyo. Na hata kwa upande wa ubahili nilisema kwamba kama una fedha kidogo, imekuwa ni mwezi mgumu na unaambiwa kwamba utoe sehemu ya 10, unasema mwezi huu budget ni kali, sitaweza. Maskini mara nyingi anaweza kabania mali yake kwa sababu ya hofu ya kutokuwa nayo ya kutosha, ambapo tajiri mara nyingi hiyo sio tatizo kwake. Inaonekana ninawatetea matajiri, lakini sio hivi. Ninajaribu kuonyesha tu kwamba picha ni pana zaidi na kuna mambo mengi ya kuzingatia. Mithali 11:24 na 25 inasema hivi: kuna atawanyaye lakini huongezewa zaidi. Kuna azuiaye isiyo haki lakini huelekea uhitaji. Nafsi ya mtu mkarimu itawandishwa, anyweshaye atanyweshwa mwenyewe. Ukweli huu unavutia. Ukitoa unapewa zaidi. Utajiri ya baadhi ya watu, na ni wengi hasa, imejengwa na sheria hii: wanatoa na wanaongezewa. Lakini utakuta kwao ule utajiri sio kitu cha muhimu sana. Ndio wanao, kwa hiyo hawana matatizo ya fedha, lakini utakuta wanapopata zaidi wanatoa zaidi, na wanapotoa zaidi wanapata zaidi. Unakumbuka ile ngazi, wanapanda juu zaidi kila wakati. Unapokuwa tajiri unapata uwezo pia na majukumu zaidi ya kuweza kutoa na kusaidia zaidi. Wakati huna mengi, huwezi ukadaiwa kutoa ile ambayo hauna, lakini wakati unayo unaweza kusikia uzito wa kutoa kwa sababu unayo. Katika maisha yangu mimi binafsi, nimekuwa na kipindi nilikuwa ninaona ugumu wa kutoa sehemu ya 10. Na nilikuwa mara nyingi nilitafuta katika Biblia na nikaona kwamba kweli kwa Mkristo si lazima kutoa 10, maana hii ni ukweli, ni mafundisho ya Biblia. Kwa hiyo nikasema basi sihitaji kutoa. Huu ni ujinga. Na nilikuja kugundua, nilipoanza kufanya study hii zaidi, niliona kwamba kutoa 10 au kutoa kwa kazi ya Mungu si kwa sababu tuishie maskini, ni kwa sababu inafungua madirisha ya mbingu. Na tunapoanza hii, inapotua ndani ya akili zetu, ndani ya moyo yetu, tunabadilika.
na tunakuwa na uwepesi zaidi wa kutoa kwa watu wenye mahitaji na kwa kazi ya Mungu. Katika somo hii tunafanya kazi na mapato, fedha. Mara nyingi tunaongea juu ya fedha, lakini unaweza kutumia hiyo sheria kama nilivyosema katika maeneo mengine ya maisha yako. Panda ukarimu, utavuna ukarimu. Saidia watu, labda inawezekana huna fedha ya kuweza kumsaidia mtu, lakini labda unaweza kumsaidia kwa kazi fulani. Labda wewe ni fundi, unaweza kusaidia mtu mwenye hitaji fulani kwa njia nyingine. Yote hiyo ni kupanda na kuvuna. Kwa hiyo sio fedha tu, sio shamba tu, ni kila eneo ya maisha. Na wewe unahitaji kufikiria, mimi ninaweza nikafanyaje kusudi nipande zaidi. Kwa sababu Mungu anatuambia tuonyeshe upendo wake kwa kuwasaidia watu, kwa kuonyesha katika jamii kwamba sisi ni watu tofauti na wengine. Kwa hiyo kumbuka, toa na utapewa. Kipimo unachokitumia wakati unatoa ndiyo itakachopimiwa kwako. Mungu anapenda kukubariki. Sheria ya kupanda na kuvuna inahusu kila eneo la maisha. Kwa hiyo ni mambo mengi na ninajua na labda ya tano niseme kuvuna kunakuja kwa wakati wake. Unapopanda kitu kwenye shamba au kwenye bustani unajua kwamba sio kwamba kesho yake unavuna matunda. Inawezekana ikachukua muda. Na hiyo pia ni kitu ambayo tunahitaji kuifahamu kwa sababu Mungu ameweka hiyo sheria kwamba unapanda halafu unasubiri mwisho unavuna. Sio mara moja. Na wakati mwingine kitu tunachokipanda na muda wa kuvuna inaweza tukaihisi kwamba ni kama haiendani. Tunasubiri sana mavuno. Kama nilivyosema katika kipindi nafikiri ya introduction ya somo hili, vipindi hivi vitakuwa virefu kwa sababu ni somo, sio kitu ambayo tunapitia haraka haraka. Kwa hiyo ni somo ndefu na tunapitia mambo mengi na hapa tumeanza tu katika sehemu ya kwanza ya somo hii. Kwa hiyo wewe tegemea kwamba vipindi hivi ni vya kupitia taratibu, labda kuangalia sehemu, alafu kurudia kuangalia. Pale unapochoka, pause kidogo, hakuna shida. Nenda nje kidogo, pata pumzi, halafu unarudi tena, unaangalia, unasikiliza. Okay, kipindi hiki kinaishia hapa. Kama umefika mpaka mwisho, hongera sana, Mungu akubariki na asante sana. Na bila shaka tutaonana katika vipindi vingine. Asante.